Waziri wa mambo ya kigeni nchini Iran Abbas Araghchi anasema Wajemi hawatakubaliana na mpango wowote wa kushusha urutubishaji wa urani hadi kiwango cha 0. Waziri huyo wa mambo ya kigeni wa Iran Bwana Abbas Araghchi ameeleza akisema kwamba hatutakubali kwa namna yoyote ile kushusha urutubishaji wa urani hadi kiwango cha 0, kwa sababu hili limekuwa ni jambo la fahari na heshima kwa taifa. Tumetumia gharama nyingi sana za kimaada na kimaanawi kwa ajili yake, na tumepoteza wanasayansi kadhaa waliouawa shahidi kwa ajili ya kulidumisha jambo hili la nyuklia. Lakini sasa kuna mataifa ambayo yanataka tuachane na mpango huu ambao umeinufaisha Iran kwa mambo mengi. Hili halitowezekana. Mataifa ya magharibi ambayo ni pamoja na yale ya E3 kwa maana ya Uingereza, Ufaransa na Ujerumani yameendelea kuikalia kooni nchi ya Iran kutaka taifa hilo liachane na mpango wa urutubishaji wa nyuklia, sambamba wakishirikiana na mataifa kama vile Marekani chini ya Rais Donald Trump na Israel ya Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu kwamba Iran iachane kabisa na mpango huo. Hata hivyo, majasusi wa Mossad wamekuja kugundua kwamba Iran inaendeleza mpango wake wa nyuklia na hivyo kuitaka Marekani kuanzisha mpango wa kuweza kuiadhibu Iran kutokana na mpango wake wa urutubishaji wa urani. Abbas Araghchi ameeleza hayo katika ujumbe aliouweka kwenye ukurasa wake wa Telegram na kusisitiza kwa kusema, tumeyachukulia makubaliano yoyote ya kushusha urutubishaji wa urani hadi kiwango cha 0 kuwa ni sawa na kufanya uhaini na usaliti. Hatutasalimu amri kwenye hilo. Waziri wa mambo ya nje wa Iran pia ameendelea kueleza katika ujumbe wake huo kwamba ushirikiano wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na wakala wa kimataifa wa nishati atomiki IAEA hautahusisha kabisa vituo vya nyuklia vilivyoshambuliwa, na kwamba ushirikiano na wa ukaguzi itakaotoa Iran kwa IAEA utahusu vile vituo ambavyo havikushambuliwa na utafanyika kwa kufuata taratibu zilizoainishwa kwenye sheria na kanuni za wakala huo wa Umoja wa Mataifa. Hayo yanajiri katika hali ambayo hivi karibuni Araghchi alisisitiza kwamba wakala wa kimataifa wa nishati atomiki IAEA lazima utekeleze maagizo yaliyokabidhiwa na ya kiufundi, ujiepushe na mielekeo ya kisiasa na ukatae mashinikizo yanayotolewa na Marekani na washirika wake wa Ulaya. Waziri huyo wa mambo ya kigeni Bwana Araghchi ametoa wito huo zikiwa zimesalia siku chache kabla ya kufanyika mkutano ujao wa bodi ya magavana wa IAEA, ambapo Marekani na troika ya Ulaya inayoundwa na Uingereza, Ufaransa na Ujerumani zinatarajiwa kuwasilisha azimio dhidi ya Iran kuhusu ushirikiano wake na wakala huo. Araghchi amekumbusha kuwa siku zote Tehran imekuwa ikitumia mwelekeo wa ujengaji na uwajibikaji katika ushirikiano wake na IAEA, na kwamba mwelekeo huo inapaswa ufuatwe pia na pande zote zinazohusika katika kadhia ya nyuklia ya Iran. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo. Ni kile ambacho waziri wa mambo ya kigeni wa Iran Abbas Araghchi amekieleza, akisema kwamba mpango wa kuifanya Iran iachane na uzalishaji wa nyuklia ni sawa na kufanya uhaini na usaliti, na kamwe hawataweza kusalimu amri katika suala hilo, kwa maana waachane na mpango wa nyuklia. Hilo halitowezekana. Endelea kutufuatilia, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia, utajua ni nini kinajiri zaidi katika ulimwengu kupitia The World News.